Mgombea ubunge jimbo la Korogwe Vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi ndugu Timotheo Paul Mzava amesema pamoja na kazi nzuri walioifanya katika miaka mitano iliyopita ya kuwaletea maendeleo wakazi wa kata ya Vugiri kwa kuwapatia huduma ya umeme, huduma ya maji, matengenezo ya barabara pamoja na miundombinu ya shule, lakini bado vipo baadhi ya vitongoji ambavyo havijafikiwa na huduma hizo muhimu. Mzava amesema hayo alipokuwa katika kijiji cha Kwemasimba akiomba kura kwa wananchi wa kata ya Vugiri na kuahidi kuwa endapo watamchagua mbunge, diwani na rais atokanaye na CCM watakwenda kukamilisha kazi hizo ambazo tayari wamekwisha anza kuzifanya. Pamoja na kazi nzuri tuliyofanya kwa miaka mitano, tunatambua kwamba bado kuna maeneo mengine, kuna kazi ya ziada inatakiwa tukaifanye. Tunatambua kwamba yako mambo tulianza kuyafanya hatujayakamilisha kwa 100%. Tumekuja kuomba tarehe 29 muamini viongozi wanaotokana na CCM, wapigie kura viongozi wanaotokana na CCM, wachague wagombea wa CCM, tukakamilisha kazi ambayo tulianza kuifanya kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Vugiri na wilaya yetu nzima ya Korogwe. CCM oyee! Tunatambua kuna vitongoji bado havijapata umeme. Baada ya hatua hizi kukamilika, hatua inayofuata ni vitongoji vyote viende vikaunganishwe umeme. Pamoja na kazi nzuri ambayo tumeifanya, mtakumbuka kwa miaka mingi barabara yetu kutoka kwa Vugiri kuja Uliambanguru ilikuwa na changamoto. Tukaingiza mashine tukaifungua, lakini hatukuweka kifusi. Mvua iliponyesha imeharibika zaidi hata vile ilivyokuwa mwanzoni. Tunajua tuna kazi ya kufanya, tumalize uchaguzi tukashughulika na barabara ile. CCM oyee! Tunakubali bado kuna maeneo tuna changamoto ya maji. Najua tuna changamoto kubwa ya maji kwa kijiji cha Uliambanguru. Ni kazi ambayo tunakwenda kuifanya kwa sababu tayari tulishatenga bajeti ya fedha kwa ajili ya kupeleka maji kwenye eneo hili. Pamoja na hayo, Mzava amesema kuwa katika miaka mitano iliyopita kwenye huduma za afya kata Vugiri haikufanya vizuri, hasa katika vijiji vya Kwemasimba, Kieti, Makwei pamoja na Uliambanguru. Tulikubaliana sisi na nyinyi wakati ule tuanze ujenzi wa zahanati kwenye maeneo haya. Nilienda Kieti nikakuta wanajenga msingi, nikaahidi kwa support. Nikachanga mara ya kwanza $1,000,000, mara ya pili nikapeleka tofali. Nimefurahi, nimesikia kazi ile inakwenda vizuri. Angalau jengo lile limeamka, limefika kwenye eneo la juu. Eneo la juu. Nilikuja hapa kwa Masimba nikasema jamani, anzeni na mifuko yangu 50 ya simenti itakuja. Nakuta mshimba kama msingi kidogo, lakini naambua mpaka leo jambo lile bado halijaanza vizuri. Nimekuja niwaombeni kwamba kazi hizi za ujenzi wa zahanati ni kazi ya sisi jamii wenyewe. Sisi jamii tunapaswa kuanza na baadaye serikali ituunge mkono. Kama ambavyo tulianza kuwaunga mkono wale wa Kieti, kama wao tuko tunaahidi kuwaunga mkono watu wa Kwemasimba, nimekuja niwahakikishieni kwamba tuko tayari kuendelea kuwaunga mkono. Na wale wa Kieti niwaambie leo, mkisogeza vizuri lile bomba likakamilika, bati za kupaua zahanati ile nitaleta mimi, wala msange kutafuta kwa mtu. Nimekuja niwaambie watu wa Kwemasimba, tuliahidiana mwanzoni mifuko 50 ya saruji. Na nyinyi mnajua kilichotokea. Lakini nimekuja niwaambie leo, tukimaliza uchaguzi huu kama mtakuwa na utayari wa kuanza kazi hiyo, tukaianze. Nitawaongeza tofali 1000, lakini mkimaliza boma na nyinyi mtawapa bati kwa ajili ya kupaua zahanati kijiji. Lakini pia serikali ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa imeahidi kwamba itatujengea kituo cha afya kwenye kata ya Vugiri. Habari njema ni kwamba ahadi ya serikali ya CCM iko pale pale. Mheshimiwa Rais anaanza ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati. Na kwa kuanzia kila wilaya au kila jimbo ameanza na vituo viwili. Na sisi watu wa Korogwe katika vituo viwili hivyo, kituo kimoja kitajengwa Bagamoyo kwenye kata ya Vugiri. Mapema akimnadi mgombea ubunge mwenyekiti wa CCM wilaya ya Korogwe Vijijini ndugu Ali Waziri, licha ya CCM kukosa upinzani katika jimbo la Korogwe Vijijini na kwenye kata ya Vugiri, amewaomba wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili kuwatwisha deni wa uwakilishi wao. Asitokee mtu akasema sitaenda kupiga kura kwa sababu mgombea wa CCM ndo huyo atakayekuwa ameshinda. Iko maana kubwa ya wewe kwenda kupiga kura. Mfano, leo kwa Masimba tukijitokeza wote kwenda kupiga kura, wote tukapiga kura, na Vugiri nzima tukapiga kura, maana yake Mzava akienda kumwambia Mama Samia kata ya Vugiri wanataka maendeleo, wanataka barabara, anajua wale waliopiga kura
watu 10,000 ndio hao wanaotaka barabara. Mzava oye! Msipopiga kura kwa Masimba, kati ya wale waliojiandikisha namba itakuwa haionekani. Huyu Levo akienda kuomba fedha anaambiwa wapiga kura ni wachache. Kwa hiyo wewe hatuwezi kukusaidia. Kuna watu wako huko Kalalani wamepiga kura wengi. Kwa hiyo kati ya Kalalani na kwa Masimba, Kalalani wana uhitaji mkubwa kuliko kwa Masimba. Nao baadhi ya wananchi wa kata ya Vugiri wameelezea walivyoguswa na ahadi za mgombea wa ubunge Korogwe Vijijini, ndugu Timotheo Mzava. Jina naitwa Michael Sempoli, natokea kijiji cha Masimba, kata hii ya Vugiri, wilaya ya Korogwe. Kwa kweli ahadi aliyoitoa kwa upande wangu mimi ni ahadi ya kumalizia sehemu zilizobaki za vitongoji kuhusu umeme. Maana tumefuatilia mpaka TANESCO kwa ajili kuna nguzo ambazo zilikuwa zimebaki, tukaahidiwa kuwa kabla ya uchaguzi hizo nguzo watamalizia. Hilo kwa kweli naamini kalipokea na alisema kuwa atamalizia hiyo ahadi. Kwa jina naitwa Sofia Hussein Asmani. Ahadi ni deni. Kwa hiyo sisi tuko tayari, kwa sababu sema ukifanya kitu kiwe na mwanzo. Kwa hiyo tutajitahidi kubeba mawe, mchanga ili tuanze msingi, tofali ili tukifikisha wakati tutakaposhindwa tunaomba mbunge wetu atusaidie. Aliyotaja ayatimize. Kwa sababu sisi tunaishi kwa nguvu zao na wao wanaishi kwa nguvu zetu. Kwa hiyo ahadi ni deni. Kwa jina naitwa Alisa Rajabu, nakaa kijiji cha kwa Masimba. Tunamtegemea zaidi ya hapo, hakuna la zaidi. Tunataka mbunge wetu atengeneze barabara kwenda Mpangulu mpaka Vugiri mpaka Makweli, aitengeneze na zahanati yetu. Hatuna la zaidi, ni hayo.